Arsenal dhidi ya Atletico Madrid. Arsenal anatinga hatua ya fainali. Ilikuwa ni mechi ya namna gani kwako? Mechi imekuwa nzuri na yenye kuvutia pia na aina tofauti pia na mechi ya mwanzo. Kwa maana mimi nilikwambia awali pia kwamba kwa mechi ya leo atakayeweza kupata goli kipindi cha kwanza ana uwezo wa kudefense na kuzuia alichokipata na mechi ikawa imeisha. Ukiangalia mechi ilikuwa 50-50. Yaani wote wameshambulia na wote wamedefense vizuri na wote wametengeneza nafasi. Kilichokuwa kinasubiri pale ni mmoja tu ajichanganye na imekuwa bahati kwa Arsenal. Atletico kajichanganya kipindi cha kwanza wameweza kupata goli. Makosa ya Atletico yalikuwa sehemu gani mpaka kuruhusu goli hili? Kosa kubwa lilofanya Atletico kwenye kudefense ni kipindi cha kwanza tu, na lilo kosa lilofanya ndio hilo wameweza kuadhibiwa, kwa sababu ukiangalia pale kipindi kile wakati Saka anapita kwenda kucheza ule mpira kulikuwa kuna mabeki wawili na walikuwa wote wamekaba mtu mmoja na mmoja. Kwa maana hiyo kaweza kuwauza na kupita katikati yao na kuweza kuscore goli. Maana yake kipa akicheza wa pili anatakiwa awe beki, wa pili asipokuwa beki kuna uwezekano mkubwa wa kupata goli. Performance ya goalkeeper wa Arsenal Raya leo ilionekana kuwa superb. Kwako wewe take yako ni ipi? Sio leo tu, Raya amekuwa imara sana kwenye mashindano yote ya UEFA. Nafikiri katika kipa atakuwa mzuri kwenye mashindano hayo, nafikiri ni yeye, kwa sababu ukiangalia Arsenal wanaingia finali ya UEFA wakiwa unbeaten, hawajafungwa mechi yoyote ya UEFA mpaka wanaingia msimu. Na mara mwisho kufanya hivyo ilikuwa ni 2006 wakiingia finali wakiwa unbeaten, ilivyokuwa sivyo bahati kwao wakaenda kutolewa na Barcelona 2-1. Lakini mara mwisho Arsenal kuingia finali bila kufungwa mechi yoyote ilikuwa ni 2006. Wanafanya tena leo kwa mara ya pili, wanaandika tena historia nyingine, historia ambayo inahitajika kwao mpya ni kubeba tu kombe la UEFA. Maana yake toka Arsenal imeanzishwa, toka UEFA imeanzishwa, Arsenal hawajawahi kubeba kombe la UEFA, lakini kuingia finali wakiwa hawajafungwa mechi hata moja ni mara ya pili. Timu ambayo inaweza kufanya hivyo mara ya mwisho ni Manchester United, ndio iliyoweza kuingia finali bila kufungwa mechi yoyote na kubeba kombe bila kufungwa mechi yoyote wakiwa na Cristiano Ronaldo. Kipindi hicho ndo Ronaldo mara ya kwanza anachukua Ballon d'Or, na ndo mara ya kwanza Ronaldo amebeba UEFA, na ndo mara ya kwanza Ronaldo anatoka kuwa mchezaji na kuwa star wa dunia mpaka kesho. Kwa hiki ambacho kimetokea siku hii ya leo, tunaweza kusema historia ina nguvu sana kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Historia zinaandikwa, zinafutwa. Yaani kwa kilichotokea Arsenal kumfunga Atletico Madrid, kama ambavyo jana tulizungumza kwamba historia inampa nafasi kubwa Arsenal, lakini ukapinga hicho kitu. Sikupinga historia, nilikwambia mechi kubwa hatutegemei sana kuzungumzia historia. Ndio maana ukaona hata leo pia Atletico ametengeneza nafasi nyingi, ni vile tu wamekosa luck ya kufunga.